ya Yesu Kristo juu ya Roho Mtakatifu. Na Bwana Yesu asifiwe. Jinsi Yesu aliendelesha kazi yake, na hivyo ndio hao watumishi wa Mungu walinakili haya mambo watuambie na sisi pia tupate kuyajua. Nimezungumza kwa mtu huyu anaitwa ni mtu wa Pergamo. Ameita Pergamo. Ameita wapi msomaji? Roho wa wapi? Namba 7. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia. Yes. Andika. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Malaika wa Philadelphia ndio alizungumza juu yake, ambaye ni mambo ya Yesu alileta katika dunia. Neno linaitwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu haikuwako kutoka awali likizungumzwa, lakini wakati wa Yesu Kristo alikuja katika ulimwengu ndio alitambulisha ili jambo Roho Mtakatifu, wakati alikuwa ameuawa na watu wasiotaka neno la Mungu, na wakati alikuwa anaenda ameuawa na akazikwa na akafufuka. Wakati alirudi kukuwa mzima, akitaka kuenda kutoka katika wanafunzi wake, ndio hili neno lilipatikana, neno Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na aliendelea kuambia makanisa, haya ni makanisa yaliyojipanga hapa, lakini kanisa ile na nazungumza juu yake ni ya Philadelphia. Ni ya Philadelphia. Akiambiwa aandike yale mambo Roho anataka. Na nirudie kutoka nani? Nisome nani? Tusoma 7, tuende nani? Najua matendo yako. Yeah. Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana wezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Ni huyo mtu anaambiwa, na mtu yule anaambiwa hili jambo la kukataa ama kukubali Roho Mtakatifu ni sisi. Mimi ama ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema unaweza kuiacha tu hiyo neno, lakini wewe ni mzima. Wewe uko tu mzima. Na neno Roho Mtakatifu ile Yesu Kristo aliacha katika ulimwengu wakati aliambia wanafunzi wake, mwende Yerusalemu, hamtakuwa peke yenu, mtawapatia mtu wa kumwendesha. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati huyo anatoa katika akili zake kupatia watu, anawaambia juu ili neno la Roho Mtakatifu. Yesu akishasema naye, Yesu ndio alisema na huyu Yohana. Yohana huyu ni anapatikana kwa ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ufunuo ilipigwa kama Yesu ameenda mbinguni. Yesu atukuzwe. Basi akisema namna hiyo, anatuonyesha kuna wakati mtu wa Mungu anaweza kuwa anakaa salama kabisa katika umungu, lakini usalama wa Mungu wake huo ni mlegevu kidogo, kama ni watawi. Bwana Yesu asifiwe. Basi na katika hiyo alihimiza akisema, na utie bidii ama atakunyang'anya. Utie bidii kuendelesha hiyo utakatifu wa Roho Mtakatifu ama akunyang'anya. Na hiyo mambo inafanyika. Nimepata tukiwa pale mtumishi wa Mungu
Mungu amempatia kupita kwa kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio inaitwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo mtu akiwa katika hekalu ya kiroho huwa kila wakati anatafuta juu na chini kupata hiyo kitu. Na ikiwa unaweza kukua kwa kanisa la kiroho lile linajengwa kwa msingi wa Yesu Kristo, ikiwa hautapata kukua na hiyo namna, basi wewe mpaka unakosa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ya hiyo roho mtu kukua nayo, alisema uishike mzuri, uilinde mzuri, ama atachukua arudi nayo. Bwana Yesu asifiwe. Basi akienda nayo anakubakisha nini? Utupu. Anakubakisha utupu. Hauna kitu, ingawa utakuwa mtu wa Mungu mzuri, lakini Yesu amechukua roho wake ndani yako, ama ndani mahali ulipo ameenda nayo. Wewe unabaki tu. Unabaki tu. Wewe ni kitu bure. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio sababu tumetaka sisi wote kukua hapa ndani ya hekalu hili ama makao makuu. Na hii neno makanisa yote inafanya. Makanisa yote iko na siku. Kila kanisa liko na siku ya kujiandaa katika hili namna jinsi tulivyo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati nilikuwa niko kwa PhD, nilikuanga mwezi wa 8 kwenda Nyamori katika hili jambo. Inaitwa Kavenje. Ikiwa mtajua hii neno, inaitwa Kavenje Convention. Bwana Yesu asifiwe. Katika hayo Yesu ametuambia hiyo tukae na Roho Mtakatifu kwa njia nzuri, ama atunyang'anye aende nazo na tubaki tupu, lakini utakuwa tu mtu wa Mungu. Mtu ambaye ametolewa na Roho Mtakatifu imeenda, anabaki akiwa mtu wa Mungu lakini wa maneno. Bwana Yesu asifiwe. Neno kitokea kidogo yeye ni kujikwaza, neno kitokea kidogo ni matusi, ama mambo fulani ile ambayo roho ilikataa, ndio sasa yeye anakaa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Siende hapo sana, kwa maana mnajua mambo ya roho, mimi ni watu wa roho na mnazungumza kwa roho. Namalizia na kitabu inaitwa Isaya. Nabii Isaya mlango wa 6. Nabii Isaya mlango wa 6, unisomee 8. Kitabu ni Isaya 6 mstari wa 8. Yes. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati kanisa lilikuwa ni kubwa kama hili, watu wakiwa ndani, vile tulivyo namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Malaika waliingia katika hilo kanisa. Sitaki kuenda kusoma wakati wangu kidogo. Malaika waliingia katika hilo kanisa kucheki kanisa vile lilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati malaika hao walikuwa 4 waliingia na walisimama hapo kwa mlango. Na waliposimama hapo kwa mlango, aliingia kwa kanisa na kila watu wengi hawakuona hao malaika, ama waliona. Bwana Yesu asifiwe. Waliona ama hawakuona. Lakini kuna namna ile ilifanyika hapo. Mtaenda kusoma wenyewe. Kuna kitu ilifanyika hapo, malaika 4 wakishaingia kwa mlango hapo, na wakawa na mapawa ilionekana, lakini malaika mmoja alitoka hapo na akaenda kuchukua kaa
ya moto kwa madhabahu. Hapa kuna makaa kwa moto kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Alienda akachukua kaa na akaita moto, alikuwa anaitwa Isaya katika hao watu wote. Isaya peke yake ndio malaika aliona akimuona. Bwana Yesu asifiwe. Katika kanisa hilo, wakati malaika aliangalia, yule mtu alikutana na malaika kwa macho, alikuwa Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Na Isaya akaona yale mambo malaika alifanya. Baadaye malaika akaona ndio huyu aliniona. Huyu ndio aliniona na akamuita. Wakati alimuita, alienda kwa madhabahu. Tumesoma hapo hivyo. Alienda kwa madhabahu na akachukua kaa la moto. Na akaambia Isaya kuja. Na akachoma kaa la moto mdomo wa Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alichoma mdomo wa Isaya, Isaya alishtuka, kana na mimi niko kwa kanisa miaka hii yote na wewe anakuja tu kuchoma mimi mdomo. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alikuwa amemchoma mdomo, Isaya alibaki akitetemeka na akaona mimi tu ndio malaika aliona, mpaka akaniita kunichukua na kunichoma mdomo na moto. Bwana Yesu asifiwe. Basi huyo mtu peke yake ndio malaika aliona katika hiyo kikundi cha nani? Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Isaya huyo akishamaliziwa hivyo, ilifanya malaika waite huyo Isaya. Ndio sasa nasoma mlango ni basi ya 8. Hebu nirudie mtumishi wa Bwana. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio utumishi wa Mungu katika kanisa la kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Isaya alionekana katika macho ya malaika hao, malaika walifanya kazi juu ya Isaya kuchoma mdomo yake. Na Isaya akaona nimechoma mdomo kwa maana na kuanga mkora, na kuanga muongo, na kuanga kwa mambo kaza wa kaza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akishachoma mdomo, ndio sasa akaulizwa, na sasa kutoka sasa ni mtume na tutamtuma nani? Unaona hiyo vile challenge ya Mungu inakaa. Hivi ndio challenge ya Mungu inakaa. Isaya aliulizwa mtume nani? Ndio yeye alikuwa amechomwa mdomo. Mbona hawakuchomeka hao watu wote wakiwa kwa kanisa? Bwana Yesu asifiwe. Basi Isaya akasema nitume mimi. Isaya akaanza kazi yake, akaitwa nabii. Hakukuanga nabii. Bwana Yesu asifiwe. Isaya akawa nabii na akaanza kuendelea na mambo ya Mungu. Sawa? Na Isaya anapoendelea na mambo ya Mungu hivyo, mimi niulize swali hapa, kama sisi vile tulivyo hapa. So unaona vile tulivyo wote namna hii. Sisi wote ni watu wa revival. Hapa si ndio? Na tumekuja kwa makao makuu. Watu wa revival. Kandi ukifanya kabisa watu wa revival, watu wa revival. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikiwa inaweza kukua mzuri kabisa, wewe mtu wa revival, iko kweli? Wale revival iko kwao, kwa boma yao wanibebe mkono. Beba mkono. 1, 2, 3, 4. Niko mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndio revival ilitakikana kutembea. Vile mlivyo namna hii,
tukihesabu nyinyi wote tunahesabu makanisa ya revival. Mimi niko nayo. Lakini tukihesabu katika Biblia ya Isaya naambiwa sisi wote tunatakiwa kwetu mahali tulipo tuwe na apostolic revival. Ni nani anaweza kwa nyinyi? Nani anaweza kwa nyinyi? Hakuna mtu. Sio namna. Bwana sasa hivi. Basi kama hakuna mtu, basi tutakujanga hapa tukiwa mtengana mnao kukuja kwa revival Nairobi headquarter. Lakini ikiwa mzuri tunatakiwa tukuje na makanisa nyinyi wote mkiwa makanisa. Hiyo ni kitu ngumu kwa nyinyi namna gani? Bwana sasa hivi. Basi ninajua hapo hamwezi kujibu, lakini ni mwongozo wa kusema ukiwa mtu mzuri katika mahali unafanya kazi mzuri, unachokanga hapo na kitu cha kuenda kuona ukiwa kwako nyumbani, ati hii nilikuwa nafanya nayo. Bwana sasa hivi. Hii bila mimi nilikuwa nafanya kazi Nairobi hapa. Na nikachenga nunua shamba sinaonanga hiyo shamba ya Nairobi. Sinaiona na Nairobi. Bwana sasa hivi. Siuitige tu. Mimi nilipata shamba ya Nairobi. Isipokuwa hapana nyumba. Nyumba ni ya revival. Niko na nyumba. Lakini ni ya revival. Kama singeingia revival, ni chomo mdomo. Bwana sasa hivi. Singekuwa niko na nyumba hiyo. Na nawatia motisha ya kwamba ukiwa unapenda neno la Mungu vizuri, linafaa likalie karibu wewe huko. Likalie karibu na wewe, sio? Bwana sasa hivi. Mwami Yesu atomu. Mimi sina mambo mengi ningetaka kuwafundisha hapo, ijapokuwa ni kusema jina la Yesu Kristo ambalo limetusafisha na tuko salama katika mkono wa bishop wetu Johnston Wasonga, na lifanye kazi katika boma lako, na ufikirie ikiwa unaweza kanyakiwa hapo kwako, ama utafaki vile kanisa lilikuwa na akatolewa tu hapo mtu mmoja anaitwa Isaya, akaulizwa na tutamtuma nani? Tutamtuma nani? Mbona hukuuliza hao watu wote? Tutawatuma wanani hapa? Wale sasa hivi. Ujaribu iwezavyo uwe karibu na kanisa, uwe karibu na wewe, sio? Yesu akikupenda atakufanyia bila kujali, na hata utasikia uzito. Mimi huyu nikitoka Huisero ukuja huko, nilikuja kwa shida. Haikuwa raha. Bwana sasa hivi. Kwa maana kazi hii ya revival inapatikananga kwa shida. Na hata ukiwa uko na kanisa hili nyumbani, ulilipata kwa shida. Shida ndio ilikufanya wewe katafuta hili kanisa. Lakini kama si shida, wewe ungeenda kwa SDA, uende kwa kanisa lingine namna hiyo, na machora kwa nguo kwa mwili vizuri, lakini Roho Mtakatifu ya kukuelekeza hamna. Anaweza sivyo? Ama hivi sio na Roho Mtakatifu kukuelekeza. Siko sawa? Yesu alikuja kwa sababu wakati dunia ilimkataa, alituachia moyo wake. Alituachia moyo wake na akaambia wale watu walikuwa wanafanya nao kazi, wanafunzi wake, mwende Yerusalemu, nitawatumia nini? Moyo wangu. Nitawatumia nini? Moyo wangu mkae naye. Na akawatumia. Sasa hiyo ndio tunakitumia hata na siku ya leo. Na hata kama utaichezea hiyo moyo, uitezee ukijua ikikuondoka inakuachia laana. Vile iliondoka Yuda na ikamwachia kujinyonga watu wakiona. Yesu atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi Yesu alikupenda akakuchukua wewe. Ninawe tafuta mwingine umuonyeshe Yesu hapo na anakutaka. Kwa majina
Mimi ni Pastor Joseph ama Overseer Joseph Achero wa Israel Ibira. Hili ndio kanisa letu la Apostolic Revival. Nalipenda, ngoja kidogo, nalipenda hili kanisa. Ninalipenda. Iko makanisa mengi huko, sijui saba ngapi, lakini hili kanisa nililipata nikiwa nimepita kiasi kidogo. Na kama ingepatikana nikiwa kijana, tungekuwa tuko mbali kabisa. Maana sasa hivi na ikiwa nimepatikana kwa wewe ungali na miaka kidogo, fanyia kazi. Hiyo miaka fanyia kazi ya kanisa hili. Na Yesu awe nanyi pamoja kwenye utukufu wake, pamoja na mtumishi wake Apostle Songa katika makao makuu. Asante mno. Thank you.